kwamba Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Amekuwa mwema katika maisha yangu. Nimemwona akiwa rafiki wangu wa karibu, akiwa tegemeo langu na msaada wangu. Biblia inasema ya kwamba ambao wanamtegemea Bwana hakuna wakati ambao wataaibika milele. Nataka tu share neno la Mungu kwa kifupi sana. Neno hili linaweza kuwa msaada wa mtu katika maisha yake na katika safari ya kwenda mbinguni tukiwa hapa ulimwenguni. Tutajifunza neno kidogo kutoka kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro 1 mstari wa 15 na 16. Neno la Bwana tusome kutoka mstari wa 15. Mbali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Nataka tuone kwanza nguvu za kuwa mtu mtakatifu ama nguvu katika utakatifu. Na kwanza tujiulize utakatifu ni nini? Na Kiingereza ndio tunaita righteousness. What is to be righteous? Ukiangalia ama ukienda katika dictionary uangalie righteous, ni kusema kuwa ni mtu mzuri, mtu mwema, mtu ambaye ametengwa, mtu ambaye he's set aside or set apart, or someone who is in a class of his own. Sio sawa na vitu vingine, yeye amewekwa kando. That's the meaning of righteousness. Mtu ambaye amewekwa kando, mtu ambaye ni tofauti. Na wakati tunasema Mungu ni mtakatifu, ni kusema ya kwamba he is a God who is in a class of his own. Hana mtu mwingine ama kitu kingine ambacho wanaweza wakalinganishwa nacho. Hakuna. Kwa sababu yeye ndiye aliyeviumba vyote ambavyo vinaonekana kwa macho na ambavyo havionekani kwa macho, pia ni kazi yake. Na watu wengine pia wakati wanamuogopa shetani, hawajui ya kwamba hata shetani ni kazi ya Mungu, aliumbwa na Mungu. Na kwa hivyo hawawezi wakatoshanishwa, hawawezi wakasema ya kwamba ati nguvu zao zinaweza kutoshana, kwa sababu shetani ni kazi ya Mungu, ni Mungu ambaye alimuumba. Kwa hivyo hawawezi wakatoshana. Alikuwa malaika juu mbinguni, na alipoasi Mungu akateremshwa chini. Na kwa hivyo shetani hawezi kuingia katika darasa ama kiwango cha Mungu. Hawezi akalinganishwa na Mungu hata nukta moja. Na wakati Biblia inasema ya kwamba Mungu ni mtakatifu, nasi lazima tuwe watakatifu. Hiyo ni kusema ya kwamba lazima tuwe watu ambao wametengwa, watu ambao hawashikamani na mambo ya dunia, mambo ambao hayafai, mambo ambayo sio sawa. Na Daudi akinena akasema ya kwamba hamjui ya kwamba nyinyi ni miungu. Nyinyi ni miungu, na msipojua ya kwamba nyinyi ni miungu, basi mtaishi maisha ambayo ni ya sawa na wanadamu wengine, wanadamu ambao ni wa kawaida, wanadamu ambao hawamjui Mungu. Mtaishi na watu wa dunia kana kwamba nyinyi hamuna Yesu ndani yenu, hamuna nguvu za Mungu ndani yenu, hamuna Roho Mtakatifu ndani yenu ambaye anawafanya kuwa miungu. Na kwa hivyo Biblia inaendelea kusema hapo ya kwamba Daudi akinena anasema ya kwamba mtakufa kama
kawaida, kama binadamu wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu misingi imetikisika kwa kutojua kwa mwanadamu, na tunaona ya kwamba nguvu za Mungu, yeye akinena jambo linatendeka, kwa sababu ya he is so righteous that neno lake ambalo analinena linafanyika na ni lazima liwe. Mungu hakufanya kazi kuumba mbingu wala nchi. Yeye alisema na ikawa. Kile ambacho alikisema, hicho ndicho ambacho kilifanyika. Akasema kuwe na mwanga, mwanga ukakuwa. Akasema kuwe na mbingu zikakuwa. Akasema kuwe na nchi kavu zikakuwa. Hakushika na mikono yake kufanya, hapana. Yeye alisema na ikawa, because he is in a class of his own. Ni tuchukue mfano wa mfalme ama wafalme ambao tuko nao hapa duniani, ambao neno ambalo wanalolisema linakuwa ni sheria, lazima litimizwe, lazima lifanyike, na sio yeye analifanya, yeye amelipitisha, linakuwa na linafanyika. Kuna watu ambao wanalifanya neno hilo. Hivyo ndio nataka kusema ya kwamba Mungu wakati anasema kuwe, lazima kuwe, sio yeye alifanye. Yeye ni akisema linatendeka, kwa sababu yeye ni mtakatifu. Hiyo ndio nataka kwanza tujue nguvu za utakatifu, ya kwamba sisi pia Biblia inasema ya kwamba lazima tuwe watakatifu, kwa sababu ambaye ametuita ni mtakatifu. Lazima tuwe apart. Lazima tusijichanganye na vitu za dunia. Lazima tusijichanganye na uchafu. Lazima tusijichanganye kufanya mabaya. Ndio tufanyike watakatifu, ili tuweze kuwa na nguvu hizo za utakatifu. Ndio nashangaa kwa nini watu wameokoka miaka mingi, watu wako katika dini, watu waliokoka wanazeekea kanisa, lakini bado nguvu hawana. Wanasema jambo halitendeki, wanaombea wagonjwa hawaponi. Kwa nini? Tunajiuliza swali hilo. Siku ya Jumapili watu wako kanisani. Siku katikati ya wiki watu wanaenda, na hata shirika tofauti watu wanaenda maombi, watu wanafunga siku 7, siku 3, siku 7, siku 14, siku 21, lakini bado wakisema jambo halitendeki. Magonjwa bado yanatusukuma, shida bado zinatuendea, hata mapepo hatuwezi yaagiza yatoke yakatoka. Kwa nini? Ni kwa sababu bado hatujatengwa, hatujakuwa watakatifu, hatujaenda the other step. Bado sisi ni wachanga, bado sisi ni watoto, bado sisi tuko na dhambi, bado sisi tunafanya vile watu wa dunia wanafanya. Tuangalie mifano ya watu wachache ambao walikuwa wametengwa, na kwa kutengwa kwao, kwa kukuwa watu ambao wako tofauti na wengine, wakafanya mambo ambayo ni makubwa sana, mambo ambayo yalishangaza watu kiasikia. Unajiuliza, je, ni mwanadamu ameyafanya haya? Ndiyo. Wanafunzi wa Yesu, ama tuseme mitume wa Yesu Kristo, walipoachwa hapa ulimwenguni, hawakujichanganya na watu wa dunia hii. Waliishi ama walikaa vile Yesu Kristo alikuwa amewaagiza wakae, na wakafanya mambo ambayo yalikuwa makubwa sana. Walikuwa wanafufua wafu, wanafufuka. Walikuwa hata kivuli cha Petro kikikuangukia ama kikiangukia mgonjwa yoyote, alikuwa anaponya. Kivuli peke yake kilikuwa kina hata mtu ambaye ako na pepo zinatoka kivuli. Magonjwa tofauti
kupooza. Mtu anasimama kivuli, watu walikuwa wanamngojea barabarani kwamba apite, kivuli chake kiwangukie. Watu ambao walikuwa visiwi wanasikia, vipofu wanaona, viwete wanatembea, wakiangukiwa na kivuli cha Petro, kwa sababu mtu huyo alikuwa ametengwa, mtu huyo alikuwa mtakatifu. Hata nguo zao peke yake zilikuwa zinatoa pepo, kwamba ungechukua nguo yake na kwenda nayo kumwekelea mtu yoyote ambaye alikuwa amefungwa na shetani, alikuwa anafunguka, alikuwa anawekwa huru, kwa sababu wale watu walikuwa watu ambao ni watakatifu. Danieli wakati alikuwa Babiloni na wenzake walikuwa wametekwa mateka, kabila lote la Israeli wakapelekwa Babiloni. Danieli na wenzake, marafiki zake, wakasema ya kwamba hawatajichanganya, hawatakula chakula cha mfalme kwa sababu kitawanajisi. Hawakula ili waweke utakatifu, ili watu wawe watu ambao wako kando, wametengwa. Na baada ya siku 10 wakatolewa, wakapelekwa mbele ya mfalme kuonekana ni nani wako wazuri, wale ambao walikula chakula cha mfalme na ambao hawalikataa kukula chakula cha mfalme, wakasema watakula mboga, akina Danieli, Shadrach, Meshach. Wakaonekana ya kwamba wale ambao walikataa kukula chakula cha mfalme walikuwa wazuri zaidi, walikuwa wakutamanika, mili yao ilikuwa imejengeka kwa kukataa chakula cha mfalme ambacho kingekuwa najisi kwao. Hawakufanya jinsi wenzao walikuwa wanafanya. Hapana, walikataa kujichanganya. Na wakati baadaye, kwa kutajichanganya kwao, Shadrach, Meshach na Abednego wakaambiwa ya kwamba hata watatupwa katika tanuri la moto. Wakasema afadhali tufe moto, better we die, lakini hatutajichanganya sisi, hatutaingiana na watu wa mataifa, hatutaabudu miungu mingine kama sio Mungu wa kweli. Wakakataa. Na wakati ukafika, mfalme akataka kuambiwa mambo ya ndoto ambayo alikuwa ameota, kufafanuliwa ndoto yake. Watu wote ambao walikuwa na ujuzi katika nchi ya Babiloni, hakuna hata mmoja ambaye aliweza kufafanua ndoto ya mfalme. Wakaldayo wakashindwa, ambao walikuwa waganga huko wakashindwa. Hata kukasemekana ya kwamba kuna watu ama kuna mtu ambaye, kuna watu ambao wako kando, watu ambao wamewekwa kando, watu ambao ni watakatifu. Hao ndio watakaoweza kufafanulia mfalme ndoto hii ni kusema nini. Danieli, Shadrach na Meshach na Abednego wakaweza kufafanua ndoto ya mfalme. Ikaja baadaye, mfalme akaona mkono ukiandika katika ukuta, mene mene tekeli. Tena wakaitwa wale watu wafafanue ni kusema nini ambayo imeandikwa katika ukuta. Hakuna hata mmoja aliyeweza kufafanua. Danieli alipoitwa akafafanua na akajua chanzo cha maneno yale yalikuwa yametoka wapi. Akamwambia mfalme, ufalme wako umefika mwisho, mene mene tekeli. Akamfafanulia. Kwa nini? Kwa sababu hakujichanganya, hakuenenda na mienendo ambayo
ilikuwa sawa na watu wale wa nchi ile ya Babiloni. Yeye akakuwa mtu ambaye ametengwa, mtu ambaye anajua Mungu ni mtakatifu, naye lazima awe mtakatifu. Hata wakati wako katika nchi nyingine, walikuwa utumwani, lakini akasimama na utakatifu wa Mungu wa Israeli. Tuseme nini kuhusu Yusufu? Yusufu akauzwa na ndugu zake katika nchi ya Misri, akaenda kule na mke wa Potifa akataka kwamba alale naye. Na ukumbuke Yusufu hakuwa na mtu mwingine wa kabila lake, hakuwa na mtu mwingine wa nchi yake, ni yeye peke yake. Lakini Yusufu alikataa kulala na yule mwanamke kwa sababu alisema ya kwamba sitafanya hayo, nitakuwa nikifanya makosa, nitakuwa nikimkosea Mungu wangu. Hata kama hakuna mtu ambaye ananiona, hata hakuna mtu ambaye ananijua, lakini sitafanya tendo hilo, sitafanya makosa hayo nikijua ya kwamba nafanya makosa. Akaweka utakatifu kwa sababu alikuwa anajua Mungu ni mtakatifu. Katika nchi ya ugeni, Yusufu akasimama na utakatifu. Yusufu akakataa kujichanganya, na maybe angepata nafasi kubwa katika serikali hii, angelala na yule mwanamke, ama maybe angepatiwa position kubwa kuliko ile ambaye alikuwa nayo, lakini akakataa, akadumisha utakatifu wake. Akarushwa hadi korokoroni, lakini akasema ya kwamba afadhali niumie, afadhali nikuwe huku korokoroni, afadhali niishi miaka ambayo nitaishi nikuwa korokoroni, lakini nidumishe utakatifu wangu, kwa sababu najua ya kwamba Mungu wangu ni mtakatifu, nami lazima niwe mtakatifu, vile ambavyo Petro amesema mahala hapa ya kwamba Mungu aliyetuita ni mtakatifu. Lazima nasi pia tukae na utakatifu, lazima nasi pia tuwe watakatifu jinsi yeye aliyetuita ni mtakatifu. Je, hamjui nyinyi ni miungu? Kama Mungu ni mtakatifu, basi lazima nasi tuwe watakatifu. Yusufu akaozea gerezani miaka 12, lakini akasimamisha utakatifu wake. Na baada ya miaka 12 akatolewa pale, akakuwa waziri mkuu katika nchi ya ugeni. Kwa nini? Kwa sababu ya utakatifu. Akakuja kawe ndio mkombozi wa watu wao, wa familia yao, watu 70 akawaokoa kwa sababu ya kudumisha utakatifu. Kama hangedumisha utakatifu Yusufu, watu wao wa jamii yake na nyumba yake wangeangamia njaa. Imagine kama Yusufu angecompromise, hangetimiza kusudi na matarajio ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba ni Mungu alikuwa amemtuma Yusufu katika nchi ya Misri. Sio yeye alijituma, ni kutumwa alikuwa. Ni sawa aliuzwa na ndugu zake, lakini ulikuwa mpango wa Mungu kwamba amtume Yusufu mbele ya watu wao. Akadumisha utakatifu. Kama Yusufu hangedumisha utakatifu, mapenzi ya Mungu hayangetendeka. Angekuwa amepotea katika laini yake ambayo Mungu alikuwa amemkusudia. Angeangamiza watu wengi kwa kukosa kudumisha utakatifu. Je, tunaweza kuwa tutaangamiza watu wetu, watu ambao tunapenda, watu ambao ni wa karibu,
jamii zetu ni kama ni Mungu ametuweka mahali tupo, ili siku moja jamii yetu iokolewe, isiangamie. Nasi mahali tuko tuna compromise kwa sababu hatuoni. Mahali upo kazini, ofisini, you are compromising, you are not standing in your righteousness. Naweza kuwa ya kwamba hauenendi na mapenzi ya Mungu. Unaweza kuwa ya kwamba unaangamiza watu wenyu. Unaweza kuwa unaangamiza kabila lote. Kama Yusufu ange compromise, angeangamiza taifa lote la Israeli, na pia angekuwa ametoka katika makusudi na njia za Mungu kwa sababu ya kitu ya siku moja, ama ya masaa machache, ama ya dakika chache. Mungu atusaidie sana ya kwamba tutasimama na utakatifu. Tuangalie mtu wa mwisho ambaye ni Samueli. Samueli akakuwa mzee na karibu kufa. Hiyo ni Samueli wa kwanza 12 mstari wa kwanza, uendelee yote hapo. Utasoma kuhusu Samueli akinenea taifa la Israeli wakati alikuwa karibu kufa. Na Samueli akasimama akauliza, je, miaka yote ambayo tumekuwa nanyi, miaka yote ambayo nimekuwa nabii katika nchi hii, miaka yote ambayo nimekuwa kiongozi katika nchi hii, nimekuwa kuhani, nimekuwa nabii, kuna hata siku moja ambayo nilimdhulumu mtu hata moja? Asimame aseme ya kwamba nilimdhulumu. Kuna hata siku moja nilichukua ng'ombe ya mtu, nilichukua punda ya mtu, nilichukua chochote kutoka kwa mtu ili nisiwe mtu ambaye amesimama, mtu ambaye ni mwenye haki? Kuna siku moja nilichukua kitu cha mtu, ama nipinde haki? Akauliza mkutano mzima wa taifa la Israeli. Kukakosa mtu mmoja ambaye atasema ya kwamba Samueli alimdhulumu kwa chochote ama kwa lolote lile. Hiyo ndio kuwa mtakatifu, ya kwamba watu watasimama na watashuhudia ya kwamba hakuna hata siku moja ambayo ulimdhulumu mtu, ulimfanya mtu vibaya, ama ulipinda haki isifanyike jinsi ilivyo. Ole wako ambaye unapinda haki. Ole wako ambao unachukua rushwa ili haki isipatikane, kwa sababu umelaaniwa. Ni Mungu mwenyewe amekulaani. Samueli kukakosa mtu ambaye angesimama aseme ya kwamba amedhulumiwa. Alianza kazi yake ya kuwa mtoto mchanga sana, lakini hata katika kufa kwake, miaka ilipofika, na Biblia inasema ya kwamba hata alikuwa na mvi, alikuwa mzee, wakati wake wa kufa ukakaribia ama ukawadia, akauliza, miaka yote ambayo nimewafanyia kazi, miaka yote ambayo nimekuwa nabii, miaka yote ambayo nimekuwa kuhani, je, iko mtu yoyote ambaye nimefanya udhalimu kwake kwa vyovyote vile? Wote wakashuhudia ya kwamba hakuna yoyote. Na walipomaliza, Biblia inasema ya kwamba kulikuwa wakati wa kiangazi, na Mungu alikuwa amekasirika na wana wa Israeli kwa kuitisha mfalme. Biblia inasema ya kwamba Samueli akamlilia Mungu, akamuomba ya kwamba awapatie mvua wakati wa kiangazi, na mvua ikanyesha. Kwa nini mvua ilinyesha? Ilinyesha kwa sababu ya utakatifu ambao ulikuwa na Samueli.
Hizo ndio nguvu za utakatifu, ya kwamba hata wakati ambao kunaonekana kumekauka, wakati kunaonekana kuna kiangazi, unaweza simama ukuwa mtakatifu kama hujajichanganya, kama nguo yako haina madoadoa, kama nguo yako ni safi, na useme ya kwamba mvua inyeshe wakati wa kiangazi na inyeshe. Ni utakatifu. Yesu Kristo akasema ya kwamba mtaambia mlima huu ung'oke uanguke baharini, na hivyo ndivyo itakavyofanyika. Hakusema mtaomba, alisema mtasema. Mtawaambia mlima huu ng'oka ukajitupe baharini, na itafanyika. Itafanyika pale tutakaa na utakatifu. Biblia imesema ya kwamba Mungu ni mtakatifu, lazima nasi tuwe watakatifu. Na Biblia Daudi akasema ya kwamba hamjui nyinyi ni miungu, kwa hivyo mnastahili kuwa mkisema jambo linatendeka. Mkisema magonjwa yatoke, yanatoka. Mkisema ya kwamba watu wafunguliwe, wanafunguliwa. Lakini sio sarakasi ambazo tunazoziona katika mashirika na kanisa zingine. Ni sarakasi kwa sababu hakuna utakatifu ambao unaweza ambia pepo zitoke, zinatoka bila sarakasi. Watu wanafanya sarakasi, ati wengine ni virema, wengine ni viwete, lakini kwa sababu hakuna nguvu za Mungu pale, tunaanza kuona sarakasi ambazo zinafanyika. Watu wanataka kuona nguvu za Mungu zikifanya kazi katika makanisa zetu. Lazima turudishe utakatifu ili nguvu za Mungu zianze kuonekana katika nyumba zetu, katika familia zetu, katika kanisa zetu, katika ujirani wetu mahali tupo, katika mahali tunafanyia kazi. Lazima turudishe utakatifu. Na ili wakati tunapoambia mapepo yatoke, yanatoka. Mapepo yanajua wakati uko na utakatifu na wakati hauna. Yanajua, yanaelewa, hawezi ukayaficha. Kwa hivyo tukitaka kuishi maisha ambayo yanazaa mazao, katika kitabu cha Zaburi 1 Zaburi 1 kuanzia mstari wa 1 na maliza na hii. Biblia inasema kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Kwa hivyo ni mtu ambaye amejitenga, ndio anaitwa heri, ndio anaitwa kufurahi. Huyo ndio atakaye furahi. Blessed, kubarikiwa. Mtu ambaye atakaye furahi ni mtu ambaye amejitenga na hataenda ama haendi katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Pia ni kujitenga na wakosaji. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Pia tunaona kujitenga, kuwa kando na watu ambao si wazuri, mienendo ambayo si mizuri. Mstari wa 2 nasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Kisha tunaambiwa matunda ya hiyo ama majibu ya hiyo kujitenga utakuwa namna gani? Mstari wa 3 inasema kwamba naye atakuwa kama mti uliopandwa. Mtu huyo ambaye amejitenga atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji,
uzaao matunda yake kwa majira yake. Kwa hivyo wakati umejitenga, umekuwa tofauti na watu wa dunia, umekuwa tofauti na watenda mabaya, umekuwa tofauti na watu ambao hawapeleki kombokombo haki. Biblia inakufananisha na mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao unazaa matunda. Kwa hivyo wakati umetengwa, ama tunaweza sema ya kwamba wakati wewe umekaa na utakatifu, utakuwa kama mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji. Wengine wasipopata matunda, wengine wasipoendelea, wakati wengine wanafunga biashara zao, wakati biashara za wengine zinaanguka, wakati wengine wanafutwa kazi zao, wakati wengine watoto wao wanapotea, Biblia inasema ya kwamba wewe hautakuwa vile, kwa sababu umesimamisha utakatifu, na neno lako linaweza ng'oa mlima. Biblia imesema ya kwamba utakuwa ukizaa matunda kwa wakati wake, hautakuwa barren, hautakuwa tasa. Maisha yako yatakuwa yanatoa mazao. Naendelea kusema ya kwamba wala jani lake halitanyauka. Wewe hakuna wakati ambao utaonekana mtu mnyonge, mtu ambaye ameisha, mtu ambaye hana tumaini. Hakuna, huwezi kaa mtakatifu ama kuwa mtakatifu na shetani ya kuweze, ama